Shenda Mtita TV. Shenda Mtita TV. Shenda Mtita TV. Rafiki namba moja wa burudani na michezo. Rafiki namba moja wa burudani na michezo. Mtazamaji wa JNDR Mtita TV, rafiki namba moja burudani na michezo, na kusalimu kwa jina Jamhuri la Muungano wa Tanzania. Kazi iendelee. Naitwa Christopher Beda, mwana Janduro, na nyuma ya kamera ni AP Class Kiwea. Palikuwa na mvutano mkubwa kweli ndani ya mwezi mzima, lakini naona angalau sasa ndani ya siku moja zilizopita mambo ni shwari kweli. Kwa namna ninavyoona Young Africans na bodi ya ligi mambo yako bomba. Tarehe ya dabi tarehe 25 ya mwezi wa 6 mwaka 2025. Na mshoto kwangu ni mzee wa data Ramadhani Mbwaduke. Nitapiga naye story 2-3 za kimichezo na burudani kwa yale yote ambayo yametokea ndani ya wiki hii, hasa siku moja iliyopita juu ya sakata ambalo lilikuwa kubwa zaidi kati ya dabi ya Kariakoo. Tangu ile Machi 8 ambako Yanga walisema sisi hatuchezi ngo, na sasa Young Africans wapo tayari kucheza tarehe 25. Twende sawa. Mzee wa data, karibu sana nyumbani. Shukran jazilan. Asante sana. Mko salama? Hakika. Naona tangu swala ili lililopita tujaonana kabisa, mambo mengi unajua. Mzee wa data, tunafahamu ya kwamba viongozi wawili wa bodi ya ligi Almas Kasongo amesimamishwa kazi na rais wetu mpendwa wa TFF, lakini pia Steven Mguto ametuma barua ya maombi ya kujiuzuru katika nafasi yake ya mwenyekiti. Sasa kwa namna ambavyo nimeona Yanga naona hapo tayari kucheza dabi 25. Kwa nikasema hili jambo angalau na wewe pia utupe mawili matatu. Tafsiri yake hapa mambo sasa ni shwari kabisa Young Africans na bodi ya ligi, kwa sababu Yanga wameridhia kucheza dabi tarehe 25. Chris, wewe ni miongoni mwa watu wakorofi naweza kusema. Very sorry to say so. Samahani, ni mkorofi. Unajua kwa sababu gani? Ndio. Sasa tatizo liko wapi? Hivi si ndivyo tunavyotaka wale ambao tunautakia mema mpira wa miguu, bodi ya ligi kuwa na maelewano sasa kama yapo kama unavyotoka kueleza, na klabu ambao ndio bingwa mtetezi wa ligi kuu Tanzania bara kwa misimu 3 mfululizo amelitoa, na msimu huu hapo kileleni, mechi zimebaki 3, wanaongoza wao wanalifukuzia. Wakielewana kuna tatizo kwani? Hakuna tatizo, ila ni kwa sababu tu tuliona ilikuwa ni jambo kubwa mpaka yalikuwa yanaibuka mengine. Kwa hiyo nikasema kwa sababu linaelekea kuisha, basi angalau sasa watazamaji wangu mimi mwenyewe pia angalau tukusikie kidogo kama mzee wa data, sababu najua wewe ni mwanamichezo nchini Tanzania, miongoni mwa wanamichezo na wewe umo. Basi kama ni hivyo ni kupongeza tu, na ni vizuri haya yaliyotokea au ambayo yapo ambayo ni hasi yawe changamoto kwao kuelekea kuzuri zaidi, kwa sababu mpira wa miguu nchini kwetu una nafasi kubwa sana. Ni mchezo ambao ni mtambuka, una athari nyingi kwenye kutoa burudani kwa wananchi, lakini pia una athari za kiuchumi kwa sababu unagusa watu wengi. Kwa hiyo panapokuwa na maelewano mazuri baina ya taasisi moja na nyingine katika mpira wa miguu ni jambo la kheri. Lakini hata hivyo, pamoja na yote yaliyofanyika, umesema kusimamishwa kwa CEO na rais wa TFF katumia mamlaka yake kumsimamisha kazi, lakini pia kuwasilisha barua ya kuomba kujiuzulu kwa mwenyekiti wa bodi Steven Mguto, lakini kuna ratiba ile ya dabi imewekwa Juni 25 na Yanga anaonekana kuridhia. Lakini pamoja na hatua hizo zinaonekana kuwa nzuri kwa sababu zile taarifa kwa umma za bodi ya ligi, taarifa kwa umma za Yanga zilikuwa zinakinzana. Kama unakumbuka, kwa sababu tunakumbuka vizuri, baada ya kikao chao latest, kikao cha karibuni ambacho bodi ya ligi waalika viongozi wa Yanga wafanye nao mazungumzo kuelekea dabi ambayo walikuwa wameipanga Juni 15 pale Mafao House. Kwenye kikao hicho Ilala, makao makuu ya bodi jijini Dar es Salaam, kikao kilianza saa 4 tunakumbuka vizuri, wakakaa kwa saa kadhaa. Baada ya hapo kila mmoja katamka lake. Yanga wakaeleza kwa umma kwamba msimamo wao uko pale, hawachezi dabi, hawachezi ngo, mchezo namba 184. Lakini bodi ya ligi wakasisitiza dabi iko pale na kwamba miongoni mwa yale Yanga waliyataka kwao ni matakwa 4 mazito ambayo hayatekelezeki kwa kipindi husika, kwa sababu kwanza yapo ambayo yanahitaji tafakuri ya kina, 2 yapo ambayo yanahitaji mabadiliko ya katiba, 3 yapo ambayo yako nje ya uwezo au mikono ya bodi ya ligi. Lakini akataja matakwa hayo, tunakumbuka vizuri, CEO Almas Kasongo Yanga akitaka kuvunjwa kwa kamati ya uendeshaji na usimamizi wa bodi ya ligi,
lakini vile vile walitaka kujiuzulu kwa afisa mtendaji mkuu ambaye ni yeye CEO Almasi Kasongo, lakini walitaka kujiuzulu kwa katibu mkuu wa TFF Wilfred Kedao, wakataka bodi ya ligi iwe chombo huru kinachojitegemea, jambo ambalo Kasongo alisema hayawezekani kwa kipindi kilichobaki kabla kuelekea dabi. Kwa hiyo dabi iko pale pale, lakini Yanga nao wakaboresha zaidi taarifa yao. Awali walitoa taarifa kwa umma kuelezea tu kwamba hawachezi dabi hiyo au mchezo namba 184 kwa maana ya siku ya Juni 15 mpaka matakwa yao yafanywe kazi, lakini hawakuwa wameyataja. Baada ya CEO kuyataja matakwa hayo, Yanga kupitia kwa mkuu wa idara yao ya habari na mawasiliano kwa umma Ali Kamwe, tunakumbuka vizuri, akizungumza na waandishi alithibitisha kweli kuna matakwa yamewasilisha kwa bodi ya ligi wakitaka yafanywe kazi na akayataja yale yote, lakini akafafanua kwamba wao wanajua lile la bodi ya ligi kuwa chombo huru kinachojitegemea linahitaji muda wala sio la haraka, lakini yale mengine walitaka yafanyike kwa haraka, yafanywe kazi. Na akasisitiza sasa sio tu kwamba hawatacheza mechi ya Juni 15 ya dabi, lakini pia mechi nyingine zote zilizobaki hawatacheza, ambazo ni mbili, dhidi ya Tanzania Prisons Juni 18 na dhidi ya Dodoma Jiji Juni 22. Lakini baada ya hapo ndipo yakafuata yale ambayo tumekuja kusikia. Dabi imeahirishwa mpaka Juni 25, lakini pia hatua zilizochukuliwa kwa mwenyekiti wa bodi kujiuzulu, kuomba kujiuzulu, lakini pia CEO kusimamishwa kazi. Ni hatua ambazo pengine kwa kiasi kikubwa zimewezesha bodi na Yanga kuwa na mahusiano yanaonekana kwamba ni mazuri kulinganisha na ilivyokuwa kabla ya hatua hizi kuchukuliwa. Kwa sababu leo hii Yanga ndo wako mbele katika kuhamasisha juu ya watu kujiandaa na kujitokeza kwa wingi kwenye mechi hiyo ya Juni 25, na wanarusha picha mara kwa mara, picha mnato, picha mjongeo, namna wanavyojifua kuelekea mechi zao zilizobaki za ligi kuu Tanzania bara, ambazo ni dhidi ya Tanzania Prisons, dhidi ya Dodoma Jiji na hiyo ya mwisho katika ratiba ya ligi kuu Tanzania bara msimu huu Juni 25, wakisisitiza kwamba lengo lao ni kupata pointi zote 9 na kutoa ubingwa wa 4 mfululizo wa ligi kuu Tanzania bara. Lakini pamoja na yote hayo, Chris, mambo ambayo unaona kana kwamba bodi ya ligi bado inatakiwa iyafanyie kazi, itolee ufafanuzi kwa umma, ni pamoja na yafuatayo. Mosi, kujiuzulu kwa mwenyekiti wa bodi ya ligi. Kwenye taarifa kwa umma ya bodi ya ligi haikueleza amejiuzulu kwa sababu zipi, kwamba je, ni sababu zinazohusiana na mgogoro wao na Yanga kutokana na ile dabi iliyoahirishwa awali Machi 8 mwaka huu na kisha kukawa na majibizano ya muda mrefu mpaka kufikia sasa, kwamba au kuna sababu nyingine kwa mwenyekiti wa bodi ya ligi Steven Mguto kujiuzulu. Ni vizuri katika dhana ya good governance, utawala bora, uwazi, ni vizuri basi ikiwezekana wakajibu swali hili kwa umma kwamba mwenyekiti wa bodi ameomba au amewasilisha barua kuomba kujiuzulu kwa sababu 1, 2, 3. Itakuwa sio jambo baya, nafikiri ni jambo zuri, maana vinginevyo swali linabaki. Watu ni rahisi kuconnect dots, kuunganisha nukta kwamba kujiuzulu kwa mwenyekiti wa bodi Steven Mguto kuna husiana na masuala ya dabi ile ambayo chanzo chake ni ule mgogoro wa kuahirishwa kwake Machi 8 mwaka huu. Lakini je, badala ya hicho ambacho wengi wanaamini hivyo, taarifa rasmi zikoje kwamba amejiuzulu kwa sababu hiyo ama? Lakini kuna swali lingine pia. Rais wa TFF kumsimamisha kazi CEO Almasi Kasongo, naye kusimamishwa kwake kunatokana na mgogoro wao huu baina ya bodi ya ligi na Yanga ama kuna lingine? Ni rahisi pia kudhani kwamba inahusiana na Yanga, na hususan matakwa yao ya Yanga yalimtaja CEO wa bodi ya ligi, afisa mtendaji mkuu, ajiuzulu. Sasa kwa sababu hakujiuzulu, pengine ndio maana rais wa TFF ameona Yanga wana hoja ya msingi, amemsimamisha kazi. Sio lengo kufukua makaburi, kufukua ndani, kutaka kujua ya undani zaidi, lakini walau si vibaya kujua kwa umma kwamba kusimamishwa kwake kazi kumetokana na sababu 1, 2, 3. Nafikiri pia hilo ni swali ambalo bodi ya ligi ni ikiwapendeza basi wa utaarifu umma juu ya hatua hizo, ambazo hata hivyo bila shaka nyingine ni za ndani zaidi, maana ni kati ya mwajiri na mwajiriwa. Lakini swali lingine, wakati bodi ya ligi ikiahirisha dabi Machi 8 mwaka huu ambayo ilipaswa kuchezwa uwanja wa Benjamin William Mkapa, kwenye taarifa yake kwa umma kwenye aya za mwisho ilikuwa imeeleza ya kwamba kuna baadhi ya matukio katika tukio ambalo bila shaka kukumbushia si vibaya kidogo, Chris, ni kwamba wapinzani wa Yanga, watani zao wa jadi Simba, kwenye taarifa walioieleza na ambayo bodi ya ligi walikuja kuthibitisha bila shaka, na ndio maana wakaahirisha mchezo, ni kwamba walikwenda kufanya mazoezi siku moja kabla ya mchezo ambao ni Machi 7.
Walipofika kwenye uwanja ambao utatumiwa kwa mchezo kwa maana Benjamin Mkapa, wakazuiwa kufanya mazoezi na watu waliodai kwamba ni mabouncer wa Yanga. Kichofuatia baada hapo, siku ya pili ambayo ni Machi 8, siku ya mechi, asubuhi mwenyekiti wa bodi ya ligi Steven Mguto, au tuseme kabla ya taarifa ya bodi, mwenyekiti wa bodi ya ligi Steven Mguto alikaririwa akisema kwamba dabi iko pale pale, lakini baadaye bodi ya ligi wakatoa taarifa rasmi ya kuahirisha mchezo huo mpaka siku nyingine. Lakini kwenye aya za mwisho wakati wakiahirisha, ambapo walitumia kanuni ya 100, walitumia kanuni ya 34 ambayo yenyewe inazungumzia kuhusu kuahirishwa kwa mchezo, kifungu cha 1.3 kwamba ni dharura ama na sababu ya msingi inayokubalika na TFF, wakaahirisha huo mchezo. Sasa kwenye maelezo yao zaidi wakasema kuna baadhi ya matukio yalihitaji uchunguzi zaidi, ambao kwa siku ya mechi ilivyopaswa kuchezwa siku hiyo na uchunguzi ungehitaji muda, basi waliona kwamba ni sababu mojawapo ya kuahirisha mchezo. Sasa issue hapa iko kwenye uchunguzi waliofanya kuhusiana na kuahirishwa kwa mechi ile ya Machi 8. Walau taarifa ya ripoti yake, muhtasari wa taarifa uko wapi? Waligundua nini katika hiyo uchunguzi wao? Yani lengo hapa sio kwamba kupata ripoti kamili, kwa sababu pengine kwenye ripoti kuna baadhi ya taarifa ambazo ni confidential, kuna usiri ambayo inafahamika. Usiri kwenye taasisi, kuna baadhi ya mambo sio ya kuweka kwa umma, lakini walau muhtasari kwamba waligundua 1, 2, 3. Ile ripoti vipi? Yani taarifa ya ripoti, nazungumzia muhtasari wa ripoti ya uchunguzi waliofanya, uko wapi? Au hawakufanya? Na kama walifanya, kwa nini sasa hawaelezi umma? Maana ni wao ndio waliahidi kupitia taarifa yao wakati wakiahirisha mchezo kwamba kuna uchunguzi na kwamba watakuja kutoa taarifa na kuipangia mechi siku nyingine haraka iwezekanavyo. Ni aya ya mwisho. Sasa ripoti hiyo, taarifa ya ripoti hiyo imekuwa ikiuliziwa na Yanga, imekuwa ikiuliziwa na Simba, wabunge bungeni kule, miongoni mwa walouliza ni pamoja na mbunge Esther Bulaya. Yani kwa maana kwamba taarifa ya ripoti ya uchunguzi wao, hii nayo bodi ya ligi ikiwapendeza ni vizuri wakatoa highlight panapostahili, ili fahamike uchunguzi wao ulibaini nini, ili kusudi mwisho siku hicho kilichobainika kama ni hasi siku nyingine kisifanyike tena. Ni miongoni mwa maswali ambayo nafikiri kuna haja ikiwapendeza wakayafafanua. Yapo mengine kadhaa, lakini haya kwa haraka naona ni ya msingi zaidi. Na pengine lingine ni juu ya kuahirishwa kwa mchezo kutoka Juni 15 kwenda Juni 25. Si vibaya pia, lakini hili bila shaka limejieleza wazi kwamba miongoni mwa wapinzani katika mechi hiyo ambao ni wenyeji wa mchezo Yanga walikuwa wakipinga, na sababu ni yale matakwa yao manne waliosema kwamba bila kufanywa kazi hawachezi sio tu dabio bali na mechi nyingine. Pengine nayo ilichangia kuhamishiwa Juni 25. Pamoja na yote, kimsingi ni mambo chanya ndio muhimu zaidi. Si vizuri kugusagusa mambo hasi, na hasa pale ambapo suluhisho linaonekana kupatikana alafu anza kuchimbua tena upya. Labda la mwisho katika haya maswali, ili sasa ni la msingi kwao, pengine wakiweza kuconfront umma, wakieleza umma kwamba kuna hatua gani ambazo wanachukua kuhakikisha tukio kama hili la mabishano juu ya mechi, hasa mechi ya dabi ambayo inagusa watu wengi, sio tu wa Tanzania wanaofuatilia mpira wa miguu, lakini mpaka nje ya Tanzania, nje ya mipaka ya Tanzania, ni kwamba kuna kipi ambacho wanakifanya kuhakikisha yale yaliyotokea, mgogoro huu ambao mwisho wake umefanya mechi kutoka Machi 8 ikapangwa Juni 15 na hatimaye Juni 25 yasijirudie tena. Sio tu kwenye mechi ya dabi ambayo ina mvuto mkubwa, lakini pia mechi nyingine zote za ligi kuu Tanzania bara. Maana ligi kuu Tanzania bara ni miongoni mwa ligi kuu bora barani Afrika, ni ligi namba 5 kwa mujibu wa shirikisho la mpira wa miguu barani Afrika CAF. Kwenye mashirikisho mengine kama shirikisho la kimataifa la historia ya mpira wa miguu na takwimu IFFHS, huwa inahitaji ligi kuu Tanzania bara kama ni ligi namba 4 kwa ubora. Sasa lazima ijitendee haki kwa kuhakikisha inapowezekana kuepuka na taarifa hasi kuhusiana na ligi ambayo chapa yake ni kubwa hivi sasa. Kuna jitihada kubwa zimefanywa na mamlaka za mpira wa miguu, mamlaka za michezo, klabu zenyewe. Sasa si vizuri kurudi nyuma kwa hapa palipofikiwa kuhusiana na mwenendo wa mpira wa miguu nchini, hususan katika ligi kuu Tanzania bara. Sasa ili yasirudi haya ya hasi kuhusiana na mchezo kuchezwa au kutochezwa, ni vizuri wakaeleza way forward kwamba ni njia zipi kuhakikisha
hawarudii au swala kama hili haliji kujitokeza tena katika nyakati nyingine, ikiwemo kwa msimu ujao 2025-26 na misimu mingine, kwa ajili tu ya afya ya ligi kuu yetu. Inawezekana ukajiuliza, hapa ni wapi? Hapa ni Kisasa Dodoma, na hii ni Brand Hotel. Je, unatafuta mahali pa kukaa wakati wa weekend au safari zako za kikazi? Basi unapofika Dodoma, ichague Brand Hotel. Ni hoteli ya kifahari, chaguo kamili kwako, yenye mandhari nzuri ya kuvutia. Tunajivunia huduma bora ya malazi, chakula na vinywaji. Utapata free breakfast, free wifi, free swimming pool. Vyumba vyetu ni vya kisasa na vifaa vya kipekee vinavyofanya siku yako kuwa ya kufurahisha na yenye kumbukumbu nzuri. Pia tuna kumbi za kisasa kwa ajili ya shughuli mbalimbali na garden ya kupigia picha. Tunapatikana Kisasa, Dodoma, Tanzania. Fanya booking online kupitia booking.com. Wasiliana nasi kwa simu namba 0773467756. Email brandhotel14@gmail.com. Brand Hotel, tunaamini kwenye ukarimu na huduma bora.